Adam Masamba Acho. Mimi ni mchungaji na mimi ni mwathiriwa wa mimba ambayo ilitoka ama mimba ambayo imeharibika. Mimi mke wangu alipatwa na jangwa la kuharibikiwa na mimba mwaka wa 2013 na hilo janga likamfikisha kiasi ya kwamba kaaga dunia. Kwa hivyo mimi ni mwathiriwa wa mimba ambazo zimetoka, na hiyo hali ilinipitishia, ilikuwa hali ngumu na ikafanya maisha yangu yakabadilika. Iligeuza maisha yangu na mtazamo wa watu kuhusu mimi kama kiongozi wa kidini ama kiongozi wa kiroho. Iliathiri familia yangu, ikaathiri katika nyanja nyingi sana za maisha yangu. Nilipata kutengwa kwa sababu watu walikuwa wananishirikisha kwa upamoja kwamba pengine mimi nimehusika na kile kifo cha huyu mke wangu, lakini ni kwa sababu ya kutokuwa na ule ufahamu ya kwamba ile mimba ilikuwa imekaa sehemu ambayo si nzuri, na pia hatukuwa na ufahamu na mafundisho wakati huo ya kwamba mimba ikiwa katika hali ile basi mama ama mhusika anaweza kufanya jambo gani. Na hili kwa sababu ya kutojua ilisababisha mke wangu mimba ile kutoka na akatokwa na damu nyingi na mwishowe akaaga dunia. Na hivyo ndivyo ambavyo nilipitia katika maisha yangu, na mageuzi ya maisha yangu yakaanzia mahala pale. Nikatengwa katika huduma, nikaekwa picha mbaya, sikuweza kusimama mbele ya wenzangu, nikawa mtu mwenye kama niko na kilio cha kila siku. Lakini Mungu ashukuriwe kwamba wakati mmoja nikiwa katika harakati za kuwa katika kuomboleza, mama ambaye ni kiongozi wa shirika letu la Marcel, mama Anastasia alinitafuta, na kwa sababu alikuwa anajua matatizo yenye ninapitia kwa sababu ni jirani, na akaniita katika mkutano wao mmoja, na nikaketi katika ushirika ule wa mkutano, na nikawa katika kusikia mafundisho, na wakawa wanatia watu mioyo ya kwamba jinsi wanavyoweza kuwashughulikia wake zao wakiwa katika hali zile na mimba ambazo ziko kwa hatari, na pia wakawa wanafunza wasichana wale wadogo jinsi ya kukubalika hata kama pengine kumekuwa na matatizo ya kupata mimba ya mapema. Maana katika jamii utapata saa nyingine wasichana wale ambao wanapata mimba za mapema wanafukuzwa na wazazi wao. Basi nilipokuwa katika ushirika ule nikapata nyumbani, nikapata ya kwamba kuna kutulizwa, mbali ya kwamba pia mimi kama mchungaji niko na wenzangu huku kando kando wananisaidia, lakini nikapata ushirika ule wa shirika hili letu la kinyumbani unasaidia. Na waliponituliza mimi, nami nikaanza kutembea nao polepole, nikipata uponyaji. Mwishowe baada ya kupata uponyaji, nami sasa pia nimekuwa champion, nimekuwa mwanaharakati. Siumii tena, silii tena, lakini sasa ninashauri, na pia katika njia ya kushauri wengi kupitia kwa mfano wangu mimi mwenyewe, I'm a living testimony. Kupitia kwa mimi mwenyewe wengi wametiwa mioyo, na wengi wameinuka, na wengi wamekuwa na matumaini katika maisha yao. Kwa hivyo hayo ndio maisha yangu ambayo nimepitia, na huo ndio ushuhuda ambao nimeupitia katika maisha. Na kwa wale ambao pengine tunakutana nao na katika hali zao ngumu, pengine wamefika kiwango ya kwamba pengine hatuwezi ama siwezi nikawaelekeza vizuri, huwa ninawapeleka katika ninawarifaa kwa madaktari kama ni Matungu ama kwa shirika letu, na ninawarifaa kwa viongozi na wanapata ushauri. Na pia tunawaalika, kama hivi karibuni tutakuwa na mkutano mwingine Jumanne, tunawaalika na wanakuja. Na kwa hiyo watoto wengi wasichana na hata wamama wamepata mahala pa kujifariji, mahala pa uponyaji, kwa sababu wanakutana na watu ambao ni waathiriwa, watu ambao wamepona, watu ambao pia sasa wako tayari kusaidia jamii kwa sababu ya masuala kama haya. Na hivyo shirika hili letu limesaidia sana katika sehemu hii ya Matungu na maeneo yote ambayo tumekuwa tukiitwa.
mimi kama mchungaji pia nimekuwa nikiwa na forum zangu tu, ninaitwa hata hivi, nimetoka asubuhi ninaenda sehemu ya Msamba huko kwa huduma ya kutia watu moyo na kuwatia moyo kwamba kuna God is a God of second chance. Na kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kupika ugali. Na jambo linapotokea kwa mwanadamu asikate tamaa. Tusiwe watu wa kuhukumu wengine kwa sababu pengine ya hali ambazo pengine zimetokea. Utapata kanisani mama anapokuwa na ujauzito ama pengine mimba imetoka, mama yule anashutumiwa ya kwamba amefanya abortion na anaitwa huyu ni mwenye dhambi, anatengwa kanisani, anafukuzwa saa nyingine. Lakini mimi kama mchungaji nimefika kile kiwango cha kuwa kama mfariji na kushuka chini na kuwasaidia na kuwatia moyo, na kwa hiyo njia nafsi nyingi zimepona na nafsi nyingi zina furaha, na naomba Mungu atusaidie kama shirika ili ya kwamba tukapate kusambaa, tukapate kueneza habari hizi na kuponya watoto wetu wengi ambao wamepoteza matumaini, wengine hata shule wameshindwa kwenda. Tuwatie moyo ya kwamba maisha ni lazima yaendelee, na maisha haya Mungu ndio ameyabeba kila hatima ya mwanadamu, na hali inayotokea katikati isitukatishe tamaa. Hatima zetu ziko katika mikono ya Mungu. Asante.